Maandamano yanayojadiliwa mtandaoni ni haramu kwa mujibu wa sheria. Ni kauli ya kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro SACP Alex Mkama wakati anahitimisha awamu ya 4 ya mazoezi ya utayari yanayojumuisha majeshi yote. Lakini nifikishe ujumbe kwa wananchi kwamba wasiwe na hofu, wasiogope. Hayo maneno ya kwenye mitandao huwa haina mipaka. Mtu anaweza akaongea hata akiwa New Zealand. Lakini kwa Tanzania sisi hatuna katazo lolote la kushiriki uchaguzi. Maandamano yanayozungumzwa ni haramu na hayajakubalika kisheria, na sisi ndio wenye wajibu wa kusimamia ulinzi na usalama. Kwa hiyo wajitokeze kwa wingi kwenye vituo vile walivyojiandikisha. Tutakuwa na ulinzi wa kutosha, tutakuwa na doria za kutosha, na vituo vile vitalii. Kwenye vituo vya kupigia kura, sisi kama askari jukumu letu kubwa kwanza ni kuhakikisha usalama wa vifaa vyote vya uchaguzi kwenye eneo lile, ndio. Lakini tunao jukumu la pili kusaidia watu wenye wale makundi maalum, ndio, walemavu, mama wajawazito, wazee, wasaidia kwa msaada, wapewe kipaumbele kwenye kupiga kura. Lakini wengine wanao wajibu wa kufuata mstari na kupiga kura. Baada ya kupiga kura, sheria inawataka waondoke. Ile sheria ya Tume Huru ya Uchaguzi wanaambiwa wakae mita 300 kuendelea, na hawaruhusiwi kuvaa nguo zao za vyama vya siasa, hawataruhusiwa wala kufanya mikutano. Ile mikutano mwisho wake, mikutano ya kampeni mwisho wake kwa Tanzania bara ni tarehe 28 mwezi wa 10. Tanzania visiwani kule tarehe 27 mwezi wa 10. Kwa hiyo mikutano mingine yote itafanyika kwa kibali cha polisi. Ndio maana tunasema tuna confidence kwamba tarehe 29 sisi hatujatoa kibali kingine chochote zaidi ya kufanyika kwa uchaguzi wa kuchagua rais, wabunge na madiwani. Umeelewa? Kwa hiyo tumefanya mazoezi haya kwa ajili ya zoezi kama hili kusimamia. Itakuwa ni zoezi kubwa ambalo litachukua muda mrefu, almost siku 3. Japo upigaji wa kura ni tarehe 29, lakini kazi zetu tumeshazianza mpaka sasa hivi. Sasa hivi tuna wajibu wa kufanya doria kwenye maeneo yetu. Lakini naishukuru serikali ya awamu ya 6 kama mnavyoona. Tumepokea magari, hizo ni nyenzo za kisasa za kisayansi. Na ndio maana kwamba hatutarajii kwamba kuna mtu atapata madhara wakati wa zoezi la uchaguzi. Kwa sababu tuna nyenzo za kisasa kabisa, tunatumia sayansi nzuri katika kudhibiti uhalifu. Sisi tumepewa jukumu. Sheria namba 1 ya mwaka 2024 ya Tume Huru ya Uchaguzi kifungu cha 162 kinatoa wajibu kwa serikali kusimamia ulinzi na usalama. Lakini kimetoa yale majukumu kutoka kwenye sheria ya polisi, sheria ya ukurasa namba 322 kifungu cha 5. Yametajwa majukumu kama 5 pale ya kwetu sisi vyombo vya ulinzi na usalama. Hongereni kwanza, tumefanya vizuri leo. Wenyewe mmejionea namna gani ambavyo kutoka tunaanza mpaka leo tumekuwa na mabadiliko. Tuendelee hivyo hivyo. Mazoezi. Kuzuia rushwa. Jamani, Asanteni sana. Hongereni kwa route march nzuri, lakini kwa ujumbe niliotoa, kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Tunaelekea kwenye kazi maalum. Tutimize wajibu wetu. Asanteni sana. Nikiripoti kutoka hapa viwanja vya kikosi cha kutuliza ghasia Morogoro, ambapo mazoezi haya yamefanyika. Mimi ni Kasim Akida na hii ni Usalama TV. Usiache kusubscribe, comment na kulike page za Jeshi la Polisi.